Hujambo mwanafunzi na karibu tena. Katika video ya leo tunaenda kuangalia taswira ya KCSE sarufi, maswali na majibu. Na leo tunaingia katika mtihani wa 8. Kwa hivyo moja kwa moja tutaanza na swali la A. Swali linasema andika maneno yenye miundo ifuatayo. Andika maneno yenye miundo ifuatayo. Neno la kwanza ambalo tunatakiwa kuandika ni neno lenye kipasuo guna cha kakaa laini, irabu ya nyuma kati. Kwa hivyo kipasuo guna cha kakaa laini ni K, irabu ya nyuma kati ni O, kipasuo guna cha mashine ni D na irabu ya nyuma kati. Na neno la pili ambalo unafaa kuandika ni nazari guna ya kakaa gumu, irabu ya chini kati, nazari guna ya ufizi na irabu ya mbele juu. Na neno la tatu ni irabu ya chini kati, irabu ya mbele juu, kipasuo guna cha mdomo. Kwa hivyo uzingatie, utaangalia. Tuenda swali la ba. Weka shada katika maneno yafuatayo. Weka shada katika neno lifuatalo. Atatutembelea. Kumbuka shada inatiiwa au inawekwa katika silabi ya pili kutoka mwishoni mwa neno. Kwa hivyo atatutembelea. Lea. Umeona mahali shada imetiwa. Twende katika swali la C. Swali linasema andika sentensi ifuatayo katika umoja. Andika sentensi ifuatayo katika umoja. Wakija wapeni wahandisi wawili wawashughulikie. Katika umoja itakuwa ni akija mpe muhandisi amshughulikie. Kumbuka wapeni, hiyo ni ya mwisho ni kuonyesha wingi. Kwa hivyo katika umoja itakuwa ni mpe. Tuenda katika swali la D linasema andika kwa ukubwa hali timilifu. Andika kwa ukubwa hali timilifu. Mtego ulimnasa ndovu huyo. Ukubwa hali timilifu ni tego au jitego lime. Ulimnasa ni wakati uliopita. Sasa katika hali timilifu itakuwa ni limelinasa ndovu hilo. Twende katika swali la E. Tunga sentensi moja yenye kiwakilishi cha a unganifu na kihusishi cha mtenda. Tunga sentensi yenye kiwakilishi cha a unganifu na kihusishi cha mtenda. Wa mwalimu alichapwa na mwizi. Wa ni kiwakilishi cha a unganifu, kihusishi cha mtenda ni na. Kwamba kitendo cha kuchapwa kilifanywa na mwizi. Kwa hivyo na imetumika kuonyesha kihusishi cha mtenda. Tuangalie swali la F. Andika upya sentensi zifuatazo kulingana na maagizo. Andika upya sentensi zifuatazo kulingana na maagizo. Raia wakipatana maendeleo yataimarika. Tumia po. Kwa hivyo itakuwa ni raia watakapopatana maendeleo yataimarika. Swali la pili linasema wanakijiji walishirikiana kukomesha wizi wa mifugo. Wanakijiji walishirikiana kukomesha wizi wa mizigo. Anza na wizi wa mizigo. Kwa hivyo itakuwa ni wizi wa mifugo ulikomeshwa na wanakijiji waliposhirikiana. Au wizi wa mifugo ulikomeshwa wanakijiji waliposhirikiana. Hilo ni swali la F. Andika kwa kuzingatia maagizo. Twende katika swali la G. Swali la G linasema taka zilijaa, taka zilizolewa. Unganisha bila kutumia kiunganishi. Jibu litakuwa ni taka zilizozolewa, taka zilizolewa zilipojaa, au taka zilizojaa zilizolewa, au taka zilijaa zikazolewa. Taka zilijaa, taka zilizolewa. Unganisha bila kutumia kiunganishi. Taka zilizolewa zilipojaa, au taka zilizojaa zilizolewa, au taka zilijaa zikazolewa. Nahisi kuna kelele kidogo. Tuangalie swali la H. Linasema bainisha kishazi huru na kishazi tegemezi katika sentensi ifuatayo. Bainisha kishazi huru na kishazi tegemezi katika sentensi ifuatayo. Sentensi ni mkulima aliyepanda wakati ufaao amepata mengi. Mkulima aliyepanda wakati ufaao amepata mengi.
amepata mavuno mengi, samahani. Kwa hivyo kishazi huru ni mkulima amevuna mavuno mengi. Kishazi tegemezi ni aliyepanda wakati ufaao. Twende swali la A. Tambua kirai kihusishi katika sentensi ifuatayo. Tambua kirai kihusishi katika sentensi ifuatayo. Wengine wao waliegesha kando ya barabara iliyokarabatiwa na kampuni ya Kichina. Kwa hivyo, kuna kando ya barabara na kuna kampuni ya Kichina. Kwa hivyo, zingatie maswali kama hayo. Tuende swali la J. Swali la J linasema, taja na utolee mifano matumizi mawili ya mshazari. Mshazari ni stroke, kuonyesha au ama. Kwa hivyo utapeana mfano katika sentensi, maana sawa na kuandika tarehe. Pale tunaambiwa mwalimu akadirie mfano. Kwa hivyo ule mfano ambao utapeana pale, hakikisha unaonyesha matumizi yafaayo ambayo umetaja. Tuangalie swali la K. Bainisha mofimu katika neno kilichonywewa. Kilichonywewa. Kuna ki, li, cho, nywe ya NYW, EW na A. Ki ni ngeli ya kivi, li ni wakati uliopita, cho ni kirejeshi au rejeshi, nywe ni mzizi wa neno nywa. EW ni kauli ya kutendwa na A ni kiishio. Kwa hivyo lazima uonyeshe. Tuangalie swali la L. Andika sentensi hii upya kwa kutumia visawe vya maneno yaliyopigiwa mstari. Kuna neno umoja na umaskini. Umoja wa jamii hiyo umewawezesha kupigana na umaskini. Kwa hivyo, unaandika hiyo sentensi upya kwa kutumia visawe vya maneno. Kuna utengano wa jamii hiyo umewawezesha kupigana na ufukara. Tuangalie swali la M. Linasema kanusha na ukapewa alama 3. Asha aliwapelekea wageni chakula na akawanavya mikono. Kwa hivyo unaambiwa ukanushe. Asha hakuwapelekea wageni chakula wala kuwanavya mikono. Mahali ambapo kuna kiunganishi na, kama unakanusha unatumia neno wala. Nilipika na kusoma. Sikupika wala sikusoma. Asha aliwapelekea wageni chakula na akawanavya mikono. Kwa hivyo unakanusha mambo yote mawili. Katika hiyo sentensi kuna vitendo viwili. Kuna kupeleka chakula na kuna kunavya. Kwa hivyo wakati unakanusha unakana vitendo vyote viwili. Basi unasema Asha hakuwapelekea wageni chakula wala kuwanavya mikono. Tuangalie swali la N. Onyesha miundo miwili katika ngeli ya lia. Kwa hivyo unaandika muundo alafu pia upeane mfano, na ukishapeana mfano pigia mstari muundo katika hilo neno ambalo umepeana. Kuna jema, kuna jeme. Kwa mfano mche, miche. Kuna jeme, kuna jino, meno. Swali la O. Changanua sentensi hii kwa njia ya matawi. Kimathi si mtiifu. Sentensi iko na kundi nomino na kundi tenzi. Kundi nomino kuna nomino ambayo ni kimathi. Kundi tenzi kuna kitenzi kishirikishi na kivumishi. Kitenzi kishirikishi ni si na kivumishi ni mtiifu. Uzingatie changanuzi wa sentensi. Tuangalie swali la P. Tofautisha maana ya sentensi zifuatazo. Tofautisha maana ya sentensi zifuatazo. Alipokelewa mgeni, alipokezwa mgeni. Sentensi ya kwanza, alipokelewa mgeni, ina maana kwamba mgeni alipokelewa kwa niaba yake. Yeye ndiye alikuwa anafaa kupokewe mgeni, lakini mtu mwingine akapokea mgeni kwa niaba yake. Kwa hivyo tunasema alipokelewa mgeni. Na sentensi ya pili inasema alipokezwa mgeni, ina maana kwamba aliletewa mgeni ampokee. Yaani ni kama mgeni aliletwa kwake ili aweze kumpokea, kumkaribisha, maana kama hiyo. Kwa hivyo uzingatie zile sehemu zote ambazo zinatainiwa katika sarufi, na sarufi ni rahisi sana. Huo ulikuwa mtihani wa 9, sarufi na matumizi ya lugha, maswali na majibu. Na katika video nyingine tutaingia mtihani wa 9,
Na pale ukiangalia kama kawaida, swali la kwanza ni kuhusu sauti. Kwa hivyo endelea kusubscribe na kushare. Kama uko na swali pia uliza katika comment section. Subscribe.